بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na الفقه muyassara fi dha'il kitabi wa sunna. Leo tunaingia albabu sabi'u, mlango wa 7, fil ghusli, katika kuoga. Katika mlango uliofungamana masala ya kuoga, kwa fihi masail, na pana ndani ya mlango huo masala yaliyofungamana kuhusiana na kuoga. المسألة الأولى، مسألة ya kwanza, maana al-ghusli, maana ya kuoga, wa hukmihi wa dalilihi, hukumu yake na dalili yake. Maanahu, maana yake, al-ghuslu lughatan, kuoga kilugha, masdar ni chimbuko, masdaru ni chimbuko, min al-ghasli shay'in, kutokana na kuosha kitu, yaghsiluhu, anakiosha, ghasalan, kuosha, wa ghuslan, kuoga. Wa huwa tamamu ghasli aljasad, nako ni kukamilisha kuosha mwili, kullahu au kullihi, wote. Wa maanahu shar'an, na maana kisheria, taamimu albadani, kueneza mwilini, bilmai, kwa maji, au isti'malu ma, au kuyatumia maji, tahura, yaliyokuwa tahara, fi jamii albadani, katika mwili mzima, ala sifati makhsusatin, juu ya sifa maalumu, ala wajhi ta'abbud, juu ya kuabudu, lillahi subhanahu wa ta'ala, kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo mtu anaoga kwa ajili ya ibada ya kisheria. Pia hukumuhu, hukumu yake, walghuslu wajibu, na kuoga ni jambo la wajibu, idha ujida sababu liujubihi, pindi ambapo pakipatikanwa sababu za kuwajibishwa kuoga kwake. Likaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban, na mkiwa nyinyi mna janaba, fatahharu, basi mjitaharishe, katika surati Maida. Wal ahadithu allati, na hadithi ambazo, warada fiha, zilizopokelewa ndani ya hadithi hizo, kaifiyatu al-ghusli, namna ya kuoga, an adadi minas sahabati, kutokana na idadi ya masahaba, naqalan, walio nukuu, an rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, dalatu, zenye kujulisha, ala ujubihi, juu ya uwajibu wa kuoga. Wasayati tarfu minha, basi zitakuja katika ncha za hizo hadithi, qariban insha Allahu ta'ala, hivi karibuni akitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Mujibatuhu, wajibu wake wa kuoga. Wayajibu al-ghaslu, na ni wajibu kuoga, li asbabi al-atiya, kwa sababu zifuatazo. Moja katika sababu ya kuoga, khuruju manii, khurujul manii, kutoka manii, min makharajihi, katika sehemu yake ya kutokea. Wa yushtaratu, na pamewekwa mashariti, an yakuna difqan biladha, yawe haimanii yenye kutoka kwa kuchupa kwa hali ya ladha, yani kutoka kwake yawe kwa njia ya kuchupa,
na kutoa ladha. Min dhakari au untha, kwa mwanaume au kwa mwanamke. Min dhakari, kutoka kwa mwanaume, au untha, au mwanamke. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban, na mkiwa mna janaba, fatahharu, basi mjitaharishe, maana ogeni. Wa liqaulihi sallallahu alayhi wasallam li Ali, na kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Ali, idha fadhakhta alma, pindi atakapochupa maji, fakhtasil, basi uoge. Hukusudiwa hapo ni yale maji ya manii. Muda ambapo lam yakun naiman, hakuwa mtu huyo mwenye kulala au amelala, wa nahwi, na mfano wake. Fala yushtaratu ladhatu, na wala hapakushartiwa pia ladha katika huko kutoka manii. Fala yushtaratu ladhatun, na wala hapakushartiwa, hapakuwekwa masharti kutoka huko manii lazima papatikane ladha. Lianna naima, kwa sababu anayelala, qad la yaisu, qad la yahissu bihi, haisi hiyo ladha. Anayelala pindi akiwa amelala, akitokwa na manii, ima dotoni au ima kametoka tu, hawezi kupata nini? Ladha. Kwa hiyo lianna naima, kwa sababu anayelala, qad la yahissu bihi, hakika hawezi kupata hisia kwalo kuhusiana na masala ya ladha. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma suila, wakati alipoulizwa, hal ala almar'ati, je, pana juu ya mwanamke, ghaslu, kuoga, idha ihtalamat, pindi akiota ndoto nyevu. Mwanamke kalala kaota ndoto nyevu, kaota anafanya jimai, kuja kustuka anajikuta kaisha toa zile manii. Qala, akasema mtume, naam, ndio, idha ra'atil ma, pindi atakapoona maji kwenye uke wake. Wa hadha kulluhu, na haya yote, mujma'u alayhi, yenye kukusanywa juu yake, au yenye kukubaliwa na wanachuoni juu ya haya. Athani, ya jambo la pili ambalo ni wajibu mtu kuoga, taghibu hashafa dhakar, ni kuizamisha kichwa kile cha zakari, kullihi, chote, au kadariha, au kiasi chake, fil farji, katika tupu ya fi farji, katika tupu, katika uke. Kwa hiyo ni wajibu mtu afanyeje? Aoge. Wa in lam yahsil inzal, na hata kama hapakupatikana kule kushusha manii, bila hail, pasipo na kizuizi chochote. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kupitia kauli yake mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, alisema kwamba idha jalasa baina shu'biha, pindi atakapokaa kati ya shu'bi zile za mwanamke, 4. Kusudiwa shu'bi ni kati ya mapaja mawili na mikono miwili, zile pande 4. Atakapokaa mwanaume kati ya pande 4 za mwanamke, maana katikati ya mapaja na katikati ya mikono yake miwili, atapokaa mwanamke kati ya hizo pande zake, wa masal khitanu khitana, na ikagusa khitani, kuigusa khitani, bimaana zile tupu, sehemu za siri ya mwanaume ikamgusa sehemu ya siri ya mwanamke, wajaba ghusl, basi pamewajibika kwenye hilo kuoga muda ambapo zimegusana zile. Lakini jambo hilo, la yajibu al-ghusli,
haikuwa wajibu kuoga fi hadhi alhalati, katika hii hali, illa isipokuwa ala ibni 10, kijana wa miaka 10, au binti 9, au binti wa miaka 9, fama fauqa, na juu ya 9. Hapa musannif rahimahullah ta'ala ameondoa katika upande wa baligh, kufikia baligh, ndo maana yake kwamba aliyefikia baligh ndiye atawajibika kuoga, na asifikia zile hadi taklif, kufikia hukumu zile za kibaligh, basi huyu hakuwajibika na kuoga huko. Ndo maana yake akatumia ibara hiyo. 3, katika mtu kuwajibikwa na kuoga, islamul kafir, kuslimu kwa kafiri, walau murtaddan, hata kama akiwa ni murtaddi atapaswa aoge. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Qaisa ibn Asim, alimamrisha Qais ibn Asim hina aslama, wakati aliposlimu, ayaghtasila, alimwambia fanyeje? Alimwambia aoge. Kwa hiyo hata yule ambaye atakayeritadi akarudi kwenye Uislamu, basi atapaswa aoge. La 4, katika wajibu mtu kuoga, inqita'u damu alhaidh, kukatika damu ya hedhi, wa nifas, pamoja na damu ya nifasi, katika upande wa wanawake. Li hadithi ya Aisha, kupitia hadithi ya Aisha, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala li Fatima, alisema kumwambia Fatima binti Abi Hubaysh, binti wa Abi Hubaysh, akamwambia idha aqbalati alhaidha, idha aqbalati alhaidhata, pindi itakapokujia hedhi yako, baana kwamba pindi utakapofikwa wakati wa hedhi, fada'i salata, basi acha swala, fada'i salata, basi acha swala. Wa idha adbarat, na pindi itakapoondoka hiyo hedhi, faghtasili, basi oga, wasalli, na usali. Wa nifasu, pamoja na upande wa nifas, kalhaidh, ni hukumu yake kama vile hedhi, bil ijma'i, kupitia kauli za wanachuoni. 5, wajibu kuoga almaut, mtu akifa lazima aoshwe au lazima aogeshwe. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake mtume wa Allah, fi hadithi, katika hadithi, ghaslu ibnatihi au ghuslu ibnatihi au ghusila, naweza kusema ghusila au ghaslu, yote sawa. Kuoshwa au alipooshwa ibnatihi, binti yake Zainab, alipokufa Zainab. Hina ghaslu ibnatihi, alipooshwa, ghaslu ibnatihi, kuoshwa kwa binti yake Zainab, hina tufiat, wakati alipofariki. Au ghusila ibnatihi, alioshwa binti yake Zainab, Zainab, hina tufiat, wakati alipofariki. Ighsilnaha, mosheni, mosheni, sawa. Ighsilnaha, mosheni. Waqala, nakasema fi muhrimi, kuhusiana na mtu ambaye amekufa aliyakuwa yeye ni muhrimi, ambaye aliharimia hija. Ighsiluhu, mosheni, bima'in wa sidri, kwa maji na sidri. Kwa hiyo hata yule ambaye
aliyehirimia hija anapaswa aoshwe. Wadhalika, na kuoshwa huko au na kitendo cha kuoshwa maiti, taabudan, ni sehemu ya ibada. Taabudan ni sehemu ya ibada. Tuendelee au inatosha? Wanatikisa vichwa. Haya, kama tukiendelea inabidi tumalize mlango wote hapa. Tuendelee inshallah. Almas'alatu thaniyatu, mas'ala ya pili, sifati alghusli, sifa za kuoga, wa kaifiyatuhu, na namna ya kuoga. Lilghusli min aljanabati, kuoga kutokana na janaba, kaifiyatani, kuna namna mbili. Sawa? Namna ya kwanza istihbabi, ni wajibu, wa kaifiyati, na kaifia ya pili ijzai, ni kuoga tu kwa kujitosheleza. Amma kaifiyatu alistihbabi au alistihbabu, au ama namna ya kuoga kwa njia ya wajibu, fahia an yaghtasila yadaihi, nako ni kuosha mikono yake. Jambo ya kwanza anapaswa aoshe mikono. Thumma yaghsilu farjahu, kisha aoshe tupu yake, sehemu zake za siri. Wa amma wama asabahu, na kile kilichompata, minal adha, kutokana na uchafu, kama imemdondoka kwenye nguo, kwenye mguu, kwenye nini, anapasa aoshe, aondoshe ule uchafu. Thumma yatawadhau udhu'ahu, kisha tatawadha udhu wake, lisala, kama vile anataka kusali. Thumma ya'khudhu biyadihi, kisha atachukua kwa mkono wake ma'an, maji, fayukhallilu bihi sha'ra ra'sihi, basi atasugua kwa maji hayo nywele zake za kichwa. Yudkhilan asabi'ahu, ataingiza vidole vyake, fi usuli sha'ri, katika misingi ile ya nywele ya kichwa. Hatta yarwi basharati, mpaka aloweshe nini? Nywele, aloweshe ngozi ya kichwa chake, hakikishe maji yamefika, hasa kwa wanawake, kwa sababu unakuta labda kasuka au ana nywele nyingi. Basi sheria anatakiwa fayukhallilu bihi sha'ra ra'sihi, atasugua, ataziwatilia kwa maji hayo nywele za kichwa chake. Mudkhilan, hali ya kuingiza, asabi'ahu, vidole vyake, fi usuli sha'ri, katika ile misingi ya nywele. Hatta yarwi basharati, mpaka uloe ugozi wake wa kichwa. Thumma yahuthu ala ra'sihi thalatha hathayat, kisha atajimwagia juu ya kichwa chake mateka matatu au mateko matatu, yale makopo matatu kichwani kwake. Thumma yufidhu almaa, kisha tapitisha maji, ala sairi badanihi, juu ya baki ya mwili wake wote. Li hadithi Aisha almuttafaq alayhi, kupitia hadithi ya Aisha iliyokuwa imekubaliwa na wanachuoni. Kwa hiyo ndiyo kaifiyatul istihbab, namna iliyokuwa ya wajibu kuoga. Mtu anapaswa aogaje kisheria kuhusu janaba na haid, nifasi na wa amma kaifiyatu lijza, ama namna ya kujitosheza kuoga kwa hali ya ijza, limaana kikawaida. Ayaumma badanahu, ni kueneza mwilini mwake, bilmai, maji, ibtidaa, kwa hali ya kuanza, ma'niyat, kutia nia, li hadithi Maimuna, kupitia hadithi ya Maimuna.
kupitia hadithi ya nani? Maimuna. Wadaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudhu'a aljanabata, aliweka mtume sallallahu alaihi wasallam maji ya janaba. Fa afaragha ala yadaihi, akamwagia mikononi mwake, juu ya mikononi mwake. Faghasalahuma, akaiosha hiyo mikono yake marataini, mara mbili au thalathan au mara tatu. Thumma tamadmada, kisha akasukutua mdomoni mwake. Wastanshaqa, na akapandisha maji puani. Wa ghasla wajhahu, na kaosha uso wake. Wa dhira'aihi, pamoja na dhiraa zake. Thumma afadha almaa, kisha akaeneza maji ala ra'sihi, juu ya kichwa chake. Thumma ghasala jasadihi, kisha kaosha mwili wake. Fa ataituhu bilmindili, nilimwendea. Huyu Maimuna anaeleza, fa ataituhu, nilimwendea yeye mtume wakati anaoga, bilmindili, na nini? Reso au kitambaa. Falam yaridaha, hakutaka hiko kitambaa. Falam yaridaha, hakukitaka kile kitambaa. Faja'ala yanfudh almaa biyadihi, nikamwona anayakamua au anayamicha maji kwa kupitia mikono yake. Pia hapa tunapata mafundisho. Mtu akioga janaba au hedhi kwa mwanamke au nifasi au udhu, mtu asichukue kitambaa akajifutafuta nguo. Kuna hikma, tutakuja kuieleza hikma yake, lakini tutosheke kwamba mtu asijifute na kitambaa au nguo, bali anatakiwa kama maji ni mengi ajikamue na mkono wake, kama mtume sallallahu alaihi wasallam hapa alivyofanya. Wa mithluhu hadithi Aisha fihi, na mfano wake hadithi ya Aisha pana ndani yake. Thumma yukhallilu sha'rahu biyadihi, kisha akasugua nywele zake kwa mkono wake. Hata idha dhanna annahu qad rawiya, baka alipodhania hakika yeye ameroesha basharata ule ugozi wake, ndipo akaacha. Fa afadha alayhi alma, basi akapitisha juu yake maji 3 mara 3. Thumma ghasala sa'iri jasadihi, kisha akaosha baki ya mwili wake wote. Wala yajibu ala almar'a, wala si wajibu juu ya mwanamke, naqdu sha'riha, kufumua nywele zake fil ghusl, katika kuoga, mina janaba, kutokana na janaba, mwanamke ambaye aliyesuka. Wayalzamuha, na kutamlazimu kwa mwanamke huyo dhalika, jambo hilo la kufumua, fil ghusli min alhaidh, kutokana na kuoga hedhi. Kwenye hedhi atawajibika kufumua. Li hadithi Salama, kupitia hadithi ya Salama, qalat, alisema, qultu, nikasema, ya Rasulullah, ewe mtume Allah, inni mraatu, hakika mimi mwanamke, ashuddu safrin ra'si, nimefunga makonga ya nywele kichwani kwangu. Afa anqudhuhu, je nizifumue? Lighusli aljanabati, kwa ajili ya kuoga janaba. Qala, akasema, la, hapana, usifumue. Inama yakfiki, hakika pana vinginevyo pana kutosha kwako wewe. Antahathi ala ra'sik, kujimwagia juu ya kichwa chako. 3 hasayati, makopo mateko 3. Thumma tafidhina alayk, kisha pitisha au eneza juu yako almaa, maji. Fatahirina, na ujitaharishe. Almas'alatu thalithatu, mas'ala ya 3. Tunaenda mpaka kumaliza hapa. Mas'ala ya 3, anasema akhsalu almustahabu, kuoga kwa kupendekezwa. Taqaddama albayanu al-akhsali alwajiba, pametangulia ubainifu kuoga kwa njia wajib.
Wa amma al-aghsali al-masnuna, ama kuoga kwa njia ya sunna, kusuniwa, wal mustahabu, na kupendekezwa, fahia, basi kuoga katika kisunna na kupendekezwa, al-ightisalu inda kulli jima'i, kuoga katika kila wakati kujimai, kufanya tendo la ndoa, ni jambo lenye kupendekezwa, lenye kupendeza, na pia ni sunna. Li hadithi Abi Rafi, kwa hadithi ya Abi Rafi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume wa Allah, kana, alikuwa, dhata laila, usiku mmoja, yakhtasilu inda hadhihi wa inda hadhi, akioga kwa ajili ya hili na lile, maana labda akioga kwa ajili ya janaba, au kuoga kupunguza joto, au kwa ajili ya hivi na vile. Qala, akasema fakultu, nikasema, ya Rasulullah, mtume wa Allah, ala, hivi unaonaje, taj'aluhu wahidan, ukajalia kuoga kote huko, kuoga tu mara moja, labda kapiga mara ya kwanza kaenda kaoga, ingia mara ya pili, duala mzunguko wa kwanza kaoga mzunguko wa pili. Sasa mke wake akamshauri, sasa hivi unaonaje ukaenda tu kuoga ile mara moja? Qala, akasema mtume, hadha aska wa atyabu wa athhar. Hadha aska, kuoga hivi mara nyingi nyingi, anasema hadha wa aska, huko ni aktharu baraka wal khair, ni kunakuwa kwingi juu ya baraka na khairi, wa atyabu, na inaleta uzuri zaidi, wa atharu, na usafi zaidi katika ile kadri unavyoingia kukutana na mkeo, kwenda kuoga kwa mara pili kaoga, na bora zaidi kwenda kuoga wote. Hii yenyewe haimgusi mwanaume peke yake, hadi mwanamke pia, kutana mara ya kwanza kaoge, pili kaoge, panaleta uchangamfu na shati, na inaleta nguvu na baraka inakuwa ni nyingi, usafi. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, al-ghuslu liljum'ati, kuoga kwa ajili ya kuoga Ijumaa, kuoga kwa ajili ya Ijumaa, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kupitia kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, idha jaa ahadukum, pindi akija mmoja wenu, aljumaa, siku ya Ijumaa, falyaghtasil, basi aoge. Wa huwa akad, nao kuoga huko kumetiliwa mkazo sana, al-ighsal al-mustahab, ni kuoga kwa kwenye kupendekezwa. Tatu, al-ightisalu lil-eidaini, kuoga kwa ajili ya idi mbili. Nne, al-ightisalu inda al-ihram bil-umrati, kuoga kuhirimia umra, wal-hajj, pamoja na hija. Fa innahu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, ightasala lil-ihrami, alioga wakati wa kuhirimia kwake. Tano, al-ghuslu min al-ghusl al-mayyit, kuoga kutokana na kumuosha mayiti au kumuogesha mayiti. Ukamuosha mayiti au kumuogesha, basi na wewe kaoge. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayitan falyaghtasil, yote mwenye kumuogesha mayiti naye akaoge. Kwa hiyo hizi nukta tano ni mustahabba, zenye kupendekezwa, sio wajibu. Wajibu ni hizi nukta za juu tulizozitaja huku. Almas'alatu rabi'atu, mas'ala ya 4, al-ahkamu al-mutarattiba, hukumu zilizopangika, ala man, juu ya mtu ambaye, ujiba alayhi al-ghusl, kumewajibika juu yake kuoga. Al-ahkamu al-mutarattiba, hukumu zilizopangika, ala dhalika, juu ya hayo tuliyoeleza, yumkinu ijmaliha, basi uwezekana kukusanya au kwa ujumla, fima yati, katika yafuatayo. Mtu akiwa ameshawajibikiwa kuoga, kwa hiyo kuna vitu ambavyo vitapangika kwake. Moja katika vitu ambavyo vimepangika kwa mtu ambaye wajibu kwake kuoga, la yajuzu lahu makthu fil masjid, haijuzu kwa mtu huyo kukaa msikitini kama amewajibikiwa kuoga. Haijuzu kwake kukaa msikitini, illa, isipokuwa abiri sabili,
kwa yule mpita njia, liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala junban wala janaba illa abiri sabili, isipokuwa yule mpita njia, hatta taktasilu, mpaka oge. Mpita njia msafiri, maana yake kwamba msafiri hana pa kufikia, anataka afike msikitini afanye maandalizi yake, basi atafikia msikitini bila shida, au amelala msikitini amepatwa na janaba, basi hapana budi. Fa idha tawaddaa jaza lahu, na pindi huyo abiri sabili msafiri atakapotawadha, kutajuzu kwake yeye almakthu fil masjid, kukaa msikitini, lithubuti dhalika, kwa kuthibiti hilo, an jamaati min sahaba, kikundi katika masahaba, an ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam, katika zama za mtume sallam, wali anna al-udhu'a, kwa sababu udhu yukhaffifu al-hadath, inapunguza ukubwa ule wa hadath, wal udhu'u ahada tahuraini, na udhu ni moja katika zile tahara mbili. Athani, ya jambo la pili, la yajuzu lahu masul mushaf, yajuzu kwake kushika msahafu kwa mtu ambaye mwenye kuwajibikiwa kuoga, liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah, la yamassuhu illa almutahharun, kwamba mtu asishike msahafu aliyokuwa mtu ana janaba au ana hedhi nifasi, isipokuwa mkiwa tahara. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, na kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam, la yamassu al-mashafa, wala msiguse msahafu illa tahir, isipokuwa mtu akiwa tahara. Thalith, jambo la tatu, la yajuzu lahu al-qira'atu al-Qur'an, pia yajuzu kwake kusoma Qur'ani, fala yaqra'u junuba shay'an, basi asisome mwenye janaba kitu chochote katika Qur'ani, min al-Qur'ani, kitu chochote ndani ya Qur'ani, hata yaktasila, mpaka oge. Li hadithi Ali, kupitia hadithi ya Ali, qala, wasema, kana alayhi salatu wassalam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, la yamna'uhu, hamzui kwake min qira'ati al-Qur'an shay'un, kutokana na kusoma Qur'ani sehemu yote, illa aljanaba, isipokuwa mtu akiwa na janaba. Wali anna fi manihi, kwa sababu kule kumzuia kwake mtume sallallahu mtu mwenye janaba, min alqiraati, kutokana na kusoma kwake Qur'ani, hathan lahu, ili kutengeneza kuhimiza kwake alal mubadirati ila al-ihtisal, afanye haraka katika kule kufanyaje, kwenda kuoga, wa izalatu mani'i lahu, na kuondoke kwa huyu mwenye janaba kizuizi kwake min al-qira'ati al-Qur'an, kutokana na kusoma Qur'ani. Hizi ni nukta ngapi? 3. Kadhalika, wa yahramu alayhi aidan, na ni haramu vile vile kwa mtu ambaye mwenye kuwajibikiwa kuoga, al-salah, mtu kusali ni haramu, wa tawafu al-bait, pamoja na kufanya tawafu zile masala ya hija, kama sabaqa bayanu dhalika inda al-kalami ala al-mas'alati, kama ilivyotangulia hilo katika kubainisha maneno juu ya masala, ma yajibu lahu al-udhu, yale ambayo ni kuwajibika kwake udhu, min babi al-khamis, kutoka katika mlango wa 5. Naweza tumaliza bi'aunillahi subhana, tutakuja kusoma albabu thaminu, mlango wa 8, fi tayammumi, kueleza masala ya tayammumu, tutayamamu. Subhanaka bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka.